Karibuni sana. Kuna maswali yenu ambayo nimeyaona nataka niyajibu haraka haraka. Swali kubwa ambalo naona linaulizwa ni watu ambao wanaulizia jinsi ya kupata kazi. Kwa hiyo kwanza kabisa, kazi nyingi tulizo nazo, kama sio zote, nyingi zilizopo ni kazi za malezi, za usafi na mapishi kwenye majumba ya watu, kwa sababu kuna watu wanauliza kwanza ni kazi gani. Kwa hiyo kwanza utambue ni kazi za nyumbani ambazo zinahusisha mapishi, malezi ya watoto pamoja na masuala ya usafi. Tuna kategori tatu ambayo ni ya wataalam wanaitwa professional, alafu kuna wale wa katikati wanaitwa smart, pamoja na wale wa kawaida ambao wanaitwa traditional. Mishahara yao inatofautiana. Professional analipwa 500,000 kwa sababu yeye ni mtaalamu, na utaalamu wake ni kwamba amesomea hizi kazi, aidha mapishi, malezi au usafi, na ameshafanya kazi, ana uzoefu. Kwa hiyo sio mtu ambaye akifika kwenye nyumba ya mtu anaanza kushangaa. Ni mtu ambaye akifika anaanza kufanya kazi zake. Smart analipwa 300,000, na huyu ni mtu ambaye ana uwezo wa kujiongoza na kujiongeza. Ataelekezwa siku za mwanzoni kidogo. Baada ya hapo, yeye mwenyewe anatakiwa awe na uwezo wa kuweza kusimamia majukumu yake vizuri bila kutegemea bosi wake kumfatafata, kumsimamia, kumkumbusha. Huyo ndio smart anayelipwa 300,000. Traditional, huyu ni dada ambaye kidogo anahitaji usimamizi na anahitaji kukumbushwa. Kwa hiyo huyu analipwa 300,000, 1,500,000. Traditional analipwa 1,500,000. Kazi ni wapi? Kazi ni ndani ya Tanzania. Mikoa yote ya Tanzania tuna wadau ambao wanahitaji wafanya kazi. Kwa hiyo unapokuja hapa uje kijeshi, yani uje kama mwanajeshi ambaye hachagui kambi. Kwa hiyo utakapokuja hapa tunakwambia tuna client yuko Sumbawanga, kuna client yuko Arusha, kuna client yuko Mwanza. Yani wewe hakuna kuchagua. Cha muhimu tu mambo yale ya msingi yamezingatiwa, kwamba wewe kama ni traditional dada au ni smart dada au ni professional dada, mshahara wako ni kiwango ambacho kimetangazwa kwamba ni either 500,000 kama professional, 300,000 kama smart, 1,500,000 kama traditional. Okay? Na mahitaji ya muhimu ambayo ni basic, kwamba utakula kwa bosi wako, utalala kwa bosi wako. Lakini sio kazi iko mkoani, sio iko Dodoma, sio iko wapi, hivyo vitu kwetu hapa ni kawaida. Unapojitafuta hatuchagui. Unasema nani achagui jembe. Okay? Kwa hiyo kazi ni popote Tanzania. Nje ya Tanzania hatupeleki wa dada, lakini pia hatuchukui wafanyakazi ambao wanatoka nje ya Tanzania kwa ajili ya kuwapeleka kwenye hizi kazi kwa wadau wetu. Kwa hiyo sisi kwa sasa tuna operate ndani ya Tanzania tu. Kwa hiyo namna ya kupata hizi kazi nimeona message nyingi sana kwenye comment ambazo zinasema jamani, naombeni kazi, naombeni kazi, naombeni kazi, naombeni kazi. Mawasiliano yetu rasmi ni namba za simu. Aidha unataka kazi au ungependa kupata dada kutoka kwetu, mawasiliano rasmi ni namba zetu za simu. Kwa hiyo nenda kwenye profile yangu, aidha kama unatufuatilia kupitia TikTok ama ni Instagram ama ni Facebook ama ni YouTube, nenda kwenye profile pale, kuna namba. Zile namba piga simu, na ukiona iko busy haipokelewi, acha ujumbe. Yani hizo messages za kusema nahitaji kazi, acha kwenye simu, usiache kwenye comment kwenye mitandao. Kwenye hii mitandao ukiweka kwenye comment hautapata majibu kwa wakati. Okay? Ukitaka majibu kwa wakati, tumia simu. Mawasiliano yetu ni ya simu, na kuna watu maalum mahususi ambao wako kwa ajili ya kuhakikisha wanawahudumia kwa wakati. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unakuwa unasema unataka kazi lakini umeng'ang'ana kwenye comment na umeng'ang'ana kwenye DM, tumia mawasiliano rasmi upate majibu kwa haraka, uchukue hatua mapema. Kama kweli uko serious, uende kazini, uanze kutengeneza kipato, uanze kutengeneza uchumi wako. Kwa hiyo ndo swala lingine ambalo nimeona nilitolea ufafanuzi.
na ni kwa kuendelea kusisitiza tu, kwa sababu tayari nilishatangaza lakini nitaendelea kufanya hivyo kwa sababu kila siku nafikiri wanakuja watu wapya ambao ni wageni kwetu, hawatufahamu vizuri, kwa hiyo nitaendelea kuwakumbusha. Kwa hiyo kama unahitaji kazi au unahitaji mfanyakazi, tafadhali sana tumia mawasiliano rasmi ya simu. Hapo tumekuelewa. But mnapatikana wapi? Tunapatikana Dar es Salaam. Sisi tuko Dar es Salaam, eneo la Tegeta Nyuki ya Dar es Salaam. Popote pale unapotokea, wadada wengi wanaokuja hapa, wengi hawatoki Dar es Salaam. Wapo wanaotoka Dar es Salaam, lakini wengi wanatoka mikoani, na kuna wengine wanatoka mikoa ya mbali sana, lakini hakuna aliyewahi kupotea, wote wanafika. Ofisi zetu sio za kupotea, yani ukifika tu Tegeta ukauliza kwa Joyce Kiria unafika. Kwa hiyo tunapatikana Tegeta Nyuki, karibuni sana. Kazi nzuri, asante. Tuna matangazo ambayo tunaendelea kuyashare, ambayo ni machache kati ya nafasi nyingi tulizo nazo. Haya matangazo machache ni yale ambayo yanatangaza kazi specific, kwamba kuna mtu anahitaji mtaalamu wa mahesabu, accountant ambaye anajua pia mambo ya keshia. Kwa hiyo hizo kazi huwa zinajitokeza kwa sababu unakuta mtu kama huyo ni kwenye biashara ya mtu. Kuna mtu ana biashara yake, anataka tumtafutie kijana ambaye ataenda kumsaidia kwenye biashara. Kwa hiyo kuna wanaohitaji vijana kwenye supermarket, hizo pia sio kazi za ndani. Kwa hiyo tunatangaza. Wengine wanahitaji manesi kwa sababu unakuta watu ambao wana mahitaji maalum nyumbani, aidha ni wagonjwa, wanataka kuwahudumia wapendwa wao vizuri. Kwa hiyo wanatoa hizo opportunity ya kutafuta mtu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya, yani yawe anajua jinsi ya kumhudumia mgonjwa. Kwa hiyo hizo kazi huwa ni chache na huwa tunazitengenezea matangazo yake, lakini sisi tuna kazi nyingine nyingi, yani caregiver. Caregiver, lakini nafikiri inaenda ndani zaidi ya caregiver, kwa sababu hao wanakuwa ni wale waliosomea kabisa naita nini, uuguzi, ambao wanaweza wakachoma sindano wagonjwa. Kuna watu wako nyumbani wanatumia sindano, wanatumia dawa. Kwa I think ni zaidi ya hiyo. Sasa hivi kidogo wanaanza kwa mbali, watu wanataka kuhudumia wazee wao. Kwa hiyo labda hao caregivers ndio watakuwa wana uwezo wa kuhudumia wazee zaidi. Anyway, lakini nachotaka kusema point ni kwamba haya matangazo mnayoyaona sio kazi tu tulizo nazo. Hizo ni kazi ambazo watu wanavyoomba watu specific. Kwa hiyo inabidi tutengeneze matangazo specific ili tuweze tupate hao watu wenye hizo sifa. Lakini kwa kazi za ujumla ambazo sisi ndio tumebobea, hizi za usaidizi wa nyumbani, kuanzia ngazi ya professional, smart na traditional, hizo zipo kwa wingi mno. Tunazo za kutosha kabisa. Watu wengi sasa hivi naweza kusema wamefanyaje? Wamepata uelewa yani wamebadilisha, watu wamebadilisha lifestyle sasa hivi, kwa sababu wanatengeneza hela nzuri na wamegundua hela ni nyenzo ya kurahisishia maisha yao, sio ya kurundika tu kwenye akaunti ya benki alafu unakufa unaziacha mtu ambaye hawajui hata ulivyozipata kwa uchungu, kwa kuhangaika na kuja na zirarua tu, siku mbili zinaisha. Kwa hiyo wanaamua pia kurahisisha maisha yao. Sasa hao watu ndio hao ambao wanahitaji wadada wazuri, professionals, wanahitaji wadada ambao wanajielewa, wanajiongoza, wanajiongeza, smart. Kwa kweli yani sasa hivi watu wengi wameanza kushift kutoka kwenye wadada wale wa kawaida. Sasa dada wa kawaida ambaye ni traditional anahitaji sana kusimamiwa, na watu sasa hivi hawana time. Yani mtu yuko zake busy, hangaike tena kutafuta hela, bado tena aje ateseke na hela anayo. Sasa inakuwa pointi ni nini? Why unahangaika kutafuta hizo hela kama uwezo kuzitumia zikakurahisishia maisha? Kwa hiyo kwa sasa kuna watu ambao wamebadilika
kutoka kuchukua wadada wale ambao anahitaji kumsimamia, ambaye hawezi kupika chakula kitamu. Kuna bosi aliwahi kuniambia, mimi kwa kweli toka nimeleta dada mume wangu hali nyumbani, actually sio kuleta, tulimbadilishia dada aliyepita alikuwa anajua kupika, kamaliza mkataba wake kaondoka. Tulipombadilishia dada akasema, mimi mume wangu sasa hivi hali nyumbani. Nikamwambia, kwa hiyo wewe ndio unakula kwa nini hali dada chakula chake kibaya? Nikamwambia, kwa wewe unapenda kula vibaya. Maana mumeo kagundua chakula kibovu, anajiongeza zake huko nje anakula. Wewe unakula chakula kibovu cha dada. Haya, wote ni wajasiriamali, wote ni wafanyakazi, wote mnatafuta hela. Mnatafuta hela za nini? Kama mwezi mkaweka mtu ambaye ni proper, mnarudi mnakuta yani meza imependeza. Ukiingia mezani unakula chakula kitamu kizuri, una enjoy. Unatafuta hela ya kazi gani? Usimlipe mtu vizuri akakurahisishia maisha yako. So alikaa baadaye akasema, jamani, basi nitafutie tu dada mzuri ambaye ana uwezo mzuri wa kupika. Basi ndio hivyo. Kwa hiyo ninasema hivyo pia ili kuweza unajua kuna watu mpaka sasa hivi bado yani hela wanaiangalia kama kitu ambacho anatakiwa kukijaza tu, yani kukiweka pale akiangalie tu. Kumbe hakuna ubaya kuweka, lakini kuweka na wewe kurahisisha maisha yako, kuhakikisha kuna kazi unawapa watu wazifanye. Sio kila kitu lazima ufanye wewe, kama tulivyokuwa tumezoeshwa wanawake kwamba kazi za ndani ni za kwetu. Kwa hiyo hata kama ni mfanyabiashara, ni mjasiriamali, utatoka huko kurupu unakuja unaanza na moja nyumbani, kuosha mavyombo, kupika, kufanya nini, eti kwa sababu ni mila na desturi. What is that nonsense? Mila na desturi ya ukuuzi ambayo inawakandamiza wanawake huko. Kama unapenda, it's your hobby, fine. Lakini wanawake wengi hawafanyi kwa sababu wanapenda, hawafanyi kwa sababu ya hobby. Wengi wanafanya kwa sababu ya ile mila na tamaduni, sije nikaonekana baada ya kuanza kufanya biashara, baada ya kuanza kufanya kazi, majukumu yangu nimeshindwa, yani yangu. Nani anasema ni yako? Haya ni majukumu ya wote hapo nyumbani. Kwa hiyo naweza kugawa watu wengine wakafanya, mkawalipa, that is fine. Na hayo ndio maisha yenyewe. Maisha ni kukaa, yani kuliko urudi eti yani kuna mtu anafurahia arudi nyumbani akae kwenye kochi anabadilisha channel za TV. Alafu kuna mwingine akirudi nyumbani yani yeye anaanza na moja, anaanza kuparangana. Na hao ni wanawake. Wanaume wakirudi miguu juu. Hata kama hamna chochote, nyumba chafu, sui nini, chakula kijapikwa nini, yeye akirudi miguu juu, kaweka miguu yake juu pale, anabadilisha station za TV. Ila mwanamke akirudi yani ndio kazi inaanza moja. So sidhani kama ni wanawake wengi wanapenda hiyo system. Kama wapo wanaopenda, okay, sawa, lakini sio wote wanapenda. Wengi ni kwa ajili ya hiyo kitu inayoitwa mila na tamaduni, ambayo nyingi ni za kipuuzi, za ukandamizaji, za unyonyaji. Wewe umetoka huko umechoka, kama yeye amechoka na wewe umechoka. Sasa kwa nini msiweke mtu ambaye ukirudi nyumbani unakuta mambo ya nyumba imepangwa, chakula kimepikwa, kila kitu kiko vizuri. So naona kuna watu sasa hivi wameamka. Wako watu ambao wameamka, ndio maana sasa hapa unaona sisi tunaenda na hii smart dada, professional dada. Kuna watu wameamka, wamegundua hizi hela kwanza hawataondoka nazo, wanatafuta hela na wanazipata na hawataenda nazo popote, alafu wanaendelea kuteseka for what? Yani ambaye hana hela ateseke na wewe mwenye hela uteseke. Mtu ambaye hana hela fine, akirudi aanze kuparangana na shughuli za nyumbani kwake. Lakini na wewe mwenye hela tena na wewe uanze kuparangana. Hizo hela zinakusaidia nini yani? Kuna tofauti gani ya wewe ambaye Mungu amekupa hela na ambaye hajapewa? Kwa hiyo navyoongea hivi labda inamsaidia mtu mwingine ambaye amekandamizwa na mila, eti ni utamaduni. Utamaduni nonsense, stupidity. Utamaduni gani huo wa kunyonyana, wa kuumizana? Anyway, haya. Kuna mtu anasema nilikuwa
nahitaji kazi. Nimeshaelezea utaratibu wa kupata kazi. Wasiliana na sisi kupitia namba zetu ambazo ziko kwenye profile. Nimeshaelezea. Kama nitafanikiwa kuiweka hii video tena kwa ajili ya replay, kuiangalia mwanzoni nilipokuwa naelezea, basi nafikiri nitafanya hivyo. Unaongea pointi sana, mwanzo walikuwa hawajakuelewa. Mimi sio lazima wanielewe wote mamangu. Watakao wachache wakielewa wao inatosha. Mimi siko hapa kuhudumia dunia nzima. Kuna watu hawatakao wanielewe mpaka wanaenda kaburini, and it's okay. Mimi mwenyewe kwanza nikishajielewa tu inatosha. Inatosha. Kazi yangu ni kusaidia watu warahisishe maisha yao. Kwa hiyo kama mtu wako ambao wanaelewa na wanaboresha maisha yao kupitia content zangu, hao wachache wanatosha. Kwa hiyo kwenye hiyo point ya kusema kwamba sasa upate watu ambao ni wazuri wanaoweza kurahisisha maisha yako, hapa kwetu tumegundua kwa soko la sasa hivi, na ndio maana kwa upande wa wasichana nyinyi ambao mnasema mnataka kazi, mimi nimekuwa nawasisitiza sana kwamba mfanye hizi kazi kwa ngazi ya ubora ambao unaweza ukakupa kipato kizuri. Yaani mimi ningekuwa ni dada, yaani ni mdada ambaye naanza kwenye kazi za ndani sasa hivi, mimi nisinge target kwenye kuwa tu dada traditional. No. Yaani lazima uwe na mipango na mipangilio kwamba hata kama naanza traditional, naanza, lakini lazima ndani ya mwaka mmoja nibadilishe kabisa, yani nibadilishe standardi zangu. Nikibadilisha standardi zangu na mfuko wangu utabadilika. Ndio maana nimewaletea huu mwongozo hapa. Huu mwongozo ambao unasema unataka kulipwa zaidi. Kama unaelewa, huu ni kwa ajili yako kusaidia wewe ulipwe zaidi kama unaelewa. Yaani hichi kitu utakiwa kwa sasa uwe tayari umeshakipata, umeshakiweka kichwani, umeshaelewa mbinu za kuweza kulipwa zaidi na umeanza kuzifanyia kazi. Lakini kama hauelewi kwamba hii ni kwa faida yako, then utabaki dada yule yule. Miaka yote utaendelea kuzunguka kwenye kazi za ndani. Unajiona tu wewe ni dada wa kazi. Hapana. Na mimi nawashauri, kwa sababu mimi sikujiona ni dada wa kazi. Niliona dada wa kazi ni sehemu ya kuanzia maisha. And here I am. Hapa nimefika. Kwa nini? Kwa sababu mtazamo. Sikujiona mimi ni dada wa kazi milele. Niliona dada wa kazi tu kwa muda, na nikifanya kwa uaminifu Mungu atanipandisha daraja. Niko hapa. Nimepanda daraja, sijapanda. Okay, Haida Joy, na mimi nahitaji kazi na nina elimu ya malezi ya watoto, certificate ya Early Childhood Education. Karibu kituoni kwetu, tutakufanyia interview, tutakuassess. Hapa kitu kingine ambacho watu tunapenda kuambia wadada ambao wanakuja na vyeti ni kwamba cheti chako akiendi kufanya kazi, kiwe ni cha malezi, kiwe ni cha mapishi, kiwe ni cha housekeeping, utakapokuja kituoni kwetu tutakufanyia assessment ambayo tunataka kujihakikisha kama kweli wewe cheti chako na ujuzi wako, level ya huduma unayoitoa vinaendana na hicho kiwango tunachosema ni cha professional, yani huyo mtu ambaye ana deserve, anastahili kulipwa 500,000. Kwa sababu experience yetu ni kwamba sisi wa Tanzania tunapenda kutanguliza sana vyeti mbele, alafu sisi tunakuwa nyuma. Ujuzi nyuma, uwezo nyuma, kujituma nyuma, maadili nyuma, yani vurugu mechi. Lakini cheti chako kizuri sana. Sasa sisi hatuendi na mfumo huu wa cheti mbele, tunaenda na mfumo wa uwezo wako, nidhamu yako, alafu cheti kinakupa support. So unajiona una level hizo, karibu. Na uzuri ni kwamba wako ambao wamekuja hapa na vyeti vyao na tukaona hizo level hawajafika, tukawashauri kwamba waanze angalau hapa kwenye daraja la chini kidogo, angalau ndani ya mwaka mmoja akafanyie kazi, akafanye kazi. Sasa haya tulioyaweka huku kwamba kama unataka kulipwa zaidi, chukua
cheti chako ulichonacho, lakini sasa ujuzi, jenga ujuzi kupitia mwongozo huu ambao ni utafiti wa zaidi ya miaka 15 ya mradi wetu wa Wadada Center. Baada ya 1 year ukija hapa unakuwa professional pro kabisa, na kama tutakuwa tumeongeza mishahara zaidi basi utaenda huko mbele. Yani huo ni kama utawajibika kwa sehemu yako, huo ni uhakika. Kwa hiyo karibu sana, ila usije na matarajio kwamba ukija hapa kwa kuwa una cheti utaenda direct kwenye kazi za 500,000. Hapana. Wako waliokuja na vyeti lakini uwezo wao ulikuwa bado uko chini. Lakini hakuna shida kuanza pale ulipo. Kitu kingine ni hiyo somo kubwa pia ambalo huwa napenda kuwapa wadada ni kwamba usiwe na expectation za kupata hela nyingi. Mbinu za kupata hela ni kuwa na njaa, kiu, shauku, matarajio ya kutoa huduma bora, kwa sababu kinachokupa hela nyingi ni huduma bora. Hasa wengi huwa wanapenda hela nyingi bila kuzingatia swala la kutoa huduma bora, na hapo ndipo wanapofeli. Mtu akija kama anaambiwa basi utaanzia traditional, anavunjika moyo, lakini hana skills, hana ujuzi, hana value, hana thamani. Unamwambia nenda 1 year, jizatiti, kajijenge kwenye hizi kazi. Ni sehemu yako, ni platform yako ya kuonyesha uwezo, ya kupandisha thamani yako. Mwaka mmoja hakikisha umepandisha thamani. Kama ni traditional basi uende smart, kama ni smart uende professional. Lakini unaona wanakuwa na mioyo mizito, mioyo migumu, mwingine anajikatia zake tamaa, anaondoka, akifika kazini vurugu mechi, basi ndio hivyo. Haya, kama mtu mkataba wake umeisha na hawezi kuondoka, anaweza kuongezewa muda. Yani mkataba ukiisha, utaratibu wetu sisi ni wa kurenew mikataba. Sisi tuna utaratibu tofauti. Sio ule ukichukua dada ndio unakaa naye milele kama zamani. Dada ya kazi ukimchukua unakaa naye miaka 10, 15, wengine wanajisifu mpaka nimemuozesha. Sisi hapa huwa kila mwaka una renew. Ukitaka kuendelea hapo na bosi wako ni vizuri, ukitaka kubadilisha bosi pia ni vizuri, na waajiri hivyo hivyo. Anaweza kumaliza mkataba na dada akasema hapana, kwa kweli huyu dada sitaki kuendelea naye, naomba tu mnibadilishie dada mwingine. Na dada hivyo hivyo anaweza akamaliza mkataba wake sehemu akasema kwa kweli naombeni tu mnibadilishie bosi, ila nahitaji kuendelea. Lakini kuna wale ambao huwa wanaendelea yani na mabosi wale na wadada wale wana renew mikataba, basi tunaendelea. Ila kuna wale ambao ni naweza kusemaje, ni waiteje, washenzi wa tabia, ambao huaga wanaendelea. Yani wanajua polisi zetu, maana tumeweka kwenye mikataba yetu taratibu zetu, lakini kwa sababu tu unajua watu ambao wamezoea tu tabia za kishenzi wanaendelea huko bila hata yani wanakuja hapa wanatudanganya, mimi siendelei tena, maliza mkataba, na bosi wake hapo yupo mkavu, wanasema hawaendelei, lakini baadaye tunakuja kupata taarifa wanaendelea nje ya mkataba. Sasa wenyewe wameshatongozana huko kwamba bwana hamna haja ya kuendelea na Wadada Center, ni achana na Joyce Kiria, tusiendelee na Wadada Center. Hiyo yote ni nini? Kwanza ni roho mbaya, ni ubinafsi, kwa sababu huyo dada hukumjua, au huyo bosi hukumjua kama si Wadada Center, na sisi tuliweka huu mfumo. Kwa hiyo kama ulikuwa unaona kurenew mkataba sio kitu unachokipenda, why ulikuja kwenye mradi wetu? Yani kwa nini uje kwenye kitu ambacho unaona sio rafiki kwako? Wewe bosi unajua kabisa mimi nisingependa kurenew mkataba, kwa sababu kirenew unalipa gharama za kituo, na hizo gharama ndio zinazotusaidia kuendesha huu mradi. Kama mnavyoona mambo mengi tunayoyafanya ni mambo ambayo yanastahili kupata ujira mkubwa zaidi, mzuri zaidi, lakini tunajitoa, tunafanya. Kwa hiyo watu ambao wananufaika na huduma zetu direct, kama una dada kwetu au wewe dada umeenda kazini, unatakiwa kuwa sababu ya huu mradi uendelee kuwepo, na huu mradi hauwezi kuendelea kuwepo bure. Huu mradi ni hela. Dada anakuja hapa, anaandaliwa, anakula, analala, anafanyiwa training, that is money. Kuna vijana wako hapa tunalipa magharama mabili mbalimbali, that is money.
Na Mungu ndio ametuwekea hiyo, ndio maarifa aliyotupa, ndio maono aliyotupa kwamba tuendeshe kwa mfumo huo. Na tumesema wazi kabisa kwamba yani kinajulikana kwamba jamani, mkimaliza mkataba wenu mrudi mkarenew. Basi mijitu ambayo ni mishetani, ina roho mbaya, ina wivu, ina chuki, kama yule aliyokuaga, kama yule jamaa aliyepewaga talanta moja akaenda akaifukia akasema kwa sababu nilijua unachukua sijui usipolima sijui alijibu ujinga tu wa roho mbaya. Yani mtu anaona akija kurenew kama anatupa hela ambayo hatustahili. Ndio kama yule wa talanta moja anadhani kwamba yule aliyemkabidhi ile talanta ili aizalishe kwamba hakustahili. Yani anaona mimi nikazalishe niongezeke nije nimpe na faida, kwa nini? Kwa hiyo kuna watu wanadhani wakija kurenew mikataba yetu wanatufaidisha wanaumia roho. Kwa hiyo wanaamua tu kutongozana na wadada huko pembeni kwa rubuni, na hao wadada wenyewe wasipokuwa na akili na wao wanakubali. Lakini kilichomtokea yule jamaa wa talanta moja ndicho kitakachokukuta, kwa sababu karma is real. Yani malipo ni hapa hapa. Usichotaka kutendewa usimtendee mwenzako. Kwa hiyo unachomtendea mwenzako ndicho utakachokutana nacho, iwe kesho kutwa, mwakani, mtondogoo. Yani ukishamfanyia mtu ubaya, ujue ubaya umejifanyia wewe. Ndio maana tukaaswa kabisa, lile usilotaka kutendewa usimtendee mwenzako, kwa sababu hakuna bosi ambaye angetamani kufanyiwa hicho kitu ambacho anatufanyia sisi, kwamba ametengeneza mfumo wake ambao unamsaidia kuendesha mradi, alafu kuna watu wanakuja wanauabuse. Yani unampatia mtu dada, anakaa naye, anafurahia huduma ya dada, anatamani kuendelea naye, lakini anamrubuni aendelee naye nje ya mkataba. Huo ni ushetani. Yani hiyo ni hadithi ya yule mwenye talanta moja. Nenda kasome hiyo story vizuri uielewe. Kwa hiyo kwa kuwa sheria za Mungu zina namna yake zinavyohukumu, utajua mwenyewe hiyo talanta moja utakavyonyang'anywa. Yani utashangaa unakwepa kulipa gharama za kituo ambazo labda azichukui shingapi, alafu unapata bonge la ambalo linakugharimu hiyo hela mara sijui niseme mara ngapi. Unaweza ukaambiwa unatakiwa kwenda India. Sasa utapoteza ngapi? Kumbe kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu ambao umewafanyia ndivyo sivyo. Kwa hiyo unadhani kwamba una save huku, utaki kutoa huku, unaletewa huku bonge la ugonjwa. Au unapata tu yani kitu ambacho lazima gharama zitaenda mara 800,000 ya ile hela ambayo ungelipa hapa Wadada Center. Na dada hivyo utazunguka kwenye hizo kazi za ndani. Utazunguka. Wengine tukapataga taarifa fulani aliendelea na bosi wake, lakini baada ya miezi 3 bosi kaanza kumzungusha amlipe hela yake kwa wakati. Sasa dada anaogopa kurudi huko, maana si aliendelea kimya na alituambia sisi amemaliza mkataba. Kwa hiyo huko bosi kaanza kumuonyeshea yani mapicha. Anasema jamani, sasa nifanyeje, maana Wadada Center siwezi kurudi. Wenzake huko wanamshauri, maana wanakuaga wanapeana namba na ndio wanatuleteaga umbea. Anasema fulani mnamkumbuka aliendelea na bosi wake, sasa hivi bosi wake anamzungusha. Tunasema na bado. Kwa hiyo ndio hivyo jamani, nilikuwa najaribu kuelezea taratibu zetu kwa wewe ambaye ulikuwa umeuliza kuhusu kama mikataba yetu unaweza kuendelea, lakini endelea kwa nia kwa namna ambavyo unajitengenezea baraka. Usijitengenezee laana hata siku moja. Usijitengenezee laana. Kutengeneza laana ni vipi? Ni pale ambapo utaanza kuleta ujanja wa kutaka kubaki huko bila kurenew mkataba. Hii ofisi unakuja hapa, tunakusaidia, tunakuandaa, tunakufundisha, tunakujenga. Hizo zote yani unatakiwa wewe ndio ufanyike baraka kwenye hichi kituo na sio ufanyike laana. Yani wewe usiwe sehemu ya kujaribu kufanya sisi tusiendelee. Maana unapoungana na bosi wako asirenew mkataba kwa ajili ya kulipia mkataba mpya, yani ndio hivyo sawa na kutunyima
haki yetu ile tunayostahili, ili tuweze kuendelea kuboresha kituo chetu. Kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuweke ili tuweze kuboresha huduma hivyo yani. Kwa hiyo ukiendelea haina shida. Mimi kwani ninakuaga na shida? Mimi nasemaga tu Mungu mwenyewe, mimi nafanya kwa sehemu yangu. Nitawaelimisha, nitafanya kwa pati yangu. Alafu kwa kwingine namwachia Mungu mwenyewe, atahukumu mwenyewe anavyojua. Kwa hiyo mimi atazidi kuniletea wateja kwa sababu sijawahi kukosa wateja. Yaani sijawahi kukosa wateja hata wakati mmoja. Okay? Na naamini ni kwa kudra za Mwenyezi Mungu, sio kwa nguvu zangu. Ninachofanya tu ni kile ambacho Mungu anatutaka tufanye, tuutangaze ufalme wake. Unautangazaje ufalme wa Mungu? Kwa kutangaza amani, furaha, upendo. Yaani kama unavyonisikia na wasisitiza sana muwe na maadili mazuri yanayompendeza Mungu. Hiyo ndio kutangaza ufalme wa Mungu. Hayo mengine ya ziada tutazidishiwa. Kwa hiyo I don't care kama wewe unaendelea na bosi wako bila kurenew mkataba, au ni bosi umemrubuni dada huko mnaendelea bila mkataba. I don't care. What I care ni kwamba hawa watu nimetimiza wajibu wangu wa kibibilia. Kanuni za kimungu nimewaelekeza vizuri, ambayo kama watafuata lazima watatoboa. Waniangalie mimi kama mfano mahali nilipofika, nilipokuwa nimeanzia, na wao wapate imani na matumaini. Lakini pia niwapatie nyenzo kama hizi ambazo zitawasaidia namna, yani ziwape awareness, kwa sababu huwezi kufanya matendo tofauti na uliokuwa unayajua kama hautapata awareness. Mabadiliko yoyote yanaanza na awareness. Kwa hiyo mimi kazi yangu ni kuwapa awareness. Kazi yako wewe ukishapata hii awareness sasa ni kufanyia kazi yale uliojifunza. Na ukifanya hivyo, ukafanyia kazi kwa upande wako, ukaplay part yako, yani kwenye process ya iongopi, yani matokeo utayaona tu. Badala ya kukimbizana kutafuta matokeo yani ya haraka haraka upate hela za haraka haraka, wewe pambana na kuweka juhudi na kufanya kazi kwa namna ambavyo inawapendeza watu, na sio hizi ujeuri ambazo mnaona nyinyi mnazionyesha na mnasema hivi kwa nini unapendelea mabosi? Ndio tunavyoelekezwa. Neno la Mungu natuelekeza tuwatii mabwana zetu. Hata mimi mabosi ndio mabwana zangu, mabosi. Si neno la Mungu linasema jamani kwenye Waefeso, enyi watumwa watiini mabwana zenu. Sasa mabosi ambao wanatupa hela, kwa nini tusiwatii? Kwa nini tusiwaheshimu? Kwa nini tusiwasikilize? Kwa nini tusiwafanyie vile wanavyopenda wao? Sasa nyinyi mmefundishwa kubishana na watu wazima, mmefundishwa kubishana na mabosi wenu. Mimi siko hivyo. Mimi nafuata kanuni za kimungu. Chawa wa Samuya ndio ni rais wangu yule. Lazima nimheshimu, lazima nimtii. Biblia inasema tii mamlaka. Mimi siogopi kuitwa chawa. Mimi ni chawa wa mabosi kwa sababu hao ni mabosi wangu, wananiwezesha, wanipa ugali, wananiletea riziki. Na mimi naamini hawaleti tu, Mungu mwenyewe ndio anajua namna ambavyo anawaleta watu wake ambao anataka tuwahudumie. Kwa hiyo kwa kuwa neno la Mungu limeshanielekeza, yani Mungu mwenyewe amenielekeza niwatii. Kwa hiyo natii mamlaka za nchi. Kwa hiyo namheshimu sana rais wangu, nampenda sana rais wangu. Ni chawa wake pro max kabisa. Tena na hivyo ni superwoman, ni mwanamke acha kabisa. Yani hivyo yani. Then kwa mabosi saluti. Mungu akishamleta hapa mteja kwa ajili ya kutuletea riziki, nianze kumletea za kuleta, nianze kubishana naye, nianze kumjibisha majibu ya ovyo? Hapana. Nitamheshimu sana na nitakuwa upande wake daima. Bosi ambaye atamdhulumu, kwa sababu neno la Mungu linawaelekeza mabosi kuwapa haki zao, stahiki zao hao watumwa wao. Kwa hiyo bosi yoyote ambaye hatamlipa dada vizuri, yani kama makubaliano yanavyosema, atataka kumdhulumu mshahara wake au atampiga, hapo mimi na amevuka mstari. Lazima tutafikishana pabaya. Lakini tu anataka kazi zake zifanyike vizuri ili anakulipa, alafu tunataka kusema mabosi wana roho mbaya. Sio kwangu wala sio mimi. Hizo tabia za kimaskini sihitaji kuziona kabisa. Watu wa style hiyo sitaki kuwasikia kabisa. Maana hizo ndio tabia ambazo zimewabakisha kwenye umaskini. Mtu yoyote ambaye ana mawazo kama hayo, huyo ni mtu ambaye atabaki kwenye umaskini milele. Lakini mtu ambaye atatii mamlaka
mamlaka sio tu za nchi, hata unapokuwa kwenye ajira uko chini ya mamlaka, lazima utii mamlaka ambazo zimekuajiri. Haya, nina binti anahitaji kazi, nifanyeje? Nimeshaelezea kwenye hii video, kwa hiyo itabidi labda nikimaliza live ni posti tena kwa ajili ya replay, maana kwa sasa niko live, lakini huwa nazi download baadaye, naweza nikiwa na time, lakini sio zote naweza kudownload. Kwa hiyo nitaangalia kama nitaweza kuidownload niirudie. Nimeelezea sana utaratibu wa kujiunga na sisi. Dada naomba kazi, ndio hivyo, ndio zile message ambazo nazionaga kwenye comment. Leo live yangu nimeanza kuwaongelea nyie ambao kila siku hapa mnasema naomba kazi, naomba kazi, naomba kazi, naomba kazi. Nimeelezea vizuri kwenye video hii. Kwani ukiwa unajiunga lazima utoe hera madamu? Hapana, kwetu hautoi hata senti 5, lakini lazima utoe ahadi ambayo utaisimamia ya kwamba utafanya kazi chini ya mradi wetu kwa mwaka mmoja. Kwa sababu unapoingia kwenye mradi wetu tunaanza kukuhudumia. Utakula kwenye kituo chetu, utalala kwenye kituo chetu, that is money. Hizo ni hela. Okay? Utafanywa training kama unavyoona. Tunatumia muda, tunatumia akili, tunatumia maarifa kukuelimisha, kukuelewesha, kukuongoza, that is money. Kwa hiyo ili mtu ambaye anataka tumfanyie hayo yote na bado tumpeleke kazini, lazima afanye commitment ya kufanya kazi chini ya huu mradi kwa mwaka mmoja. Sasa ni lazima, au kama utaamua kuvunja huo mkataba, yani kwamba hautafanya kwa mwaka, kuna sasa gharama zitaingia hapo. Ndio swala la gharama linapokuja, kwamba sasa ndio maana sisi tuna utaratibu wa wewe kuweka bondi mshahara wako wa kwanza, yani kuna kiwango cha pesa ambacho katika mshahara wako inabidi ukiweke hapa ofisini kwetu, tunaita dhamana, kwa ajili sasa ya wewe kuonyesha uaminifu wa mkataba wako ambao umeingia na sisi. Uaminifu ndio tunataka kuona. Kwa ukitoboa mwaka vizuri, hela yako unarudishiwa. Haukumaliza mwaka, hiyo hela tunaitumia tena kumwandaa mtu mwingine ambaye kama tulivyokuandaa wewe, kuingia gharama, maana kila anayekuja hapa lazima ale, lazima alale, bili lazima zilipwe, wafanyakazi lazima walipwe kila mwezi, training lazima tufanye. Nani anaingia hizo kosti? Kwa hiyo zile dhamana ambazo tunazishika kishika uchumba cha mwaka mzima, ukimaliza mwaka tunakurudishia. Au usipomaliza mwaka, ndugu yangu, huyo bosi wako sisi lazima tutimize ahadi yetu ambayo tulimpa kwamba sisi tutafanya huduma na wewe ndani ya mwaka mzima. Tunafuatilia utendaji wa dada kuhakikisha anaendelea kutoa huduma bora kila wakati. Yani huduma inazidi kupanda, sio inazidi kushuka. Ule mtindo dada wa kazi akishakuja akikuzoea, ndani ya miezi 2 3 anaanza kukuona wewe kama takataka, sio kwenye mradi wetu. Mradi wetu tunafanya follow up kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kuanzia unapoingia kazini mpaka utakapomaliza mkataba. Kwa hiyo hata kama sijui umefikisha miezi 10, 11, kuna dada hapa walikuwa wamebakisha wiki 2 tu na mikataba ikavunjika na dhamana wakakosa. Walianza kuzoea mabosi wao, walianza ujeuri, walianza kiburi, walianza kuvuka mipaka. Kwa hiyo sisi tunataka tuwafundishe discipline, nidhamu ya kazi, professionalism kazini, kuanzia unapoingia kazini mpaka utakapoondoka. Kwa hiyo tunakuwa na wewe, tutakupigia simu, tutakupa kama kutakuwa na mapungufu, tunakuelewesha, tunakwambia na tunakupa onyo kwamba sasa hili ni onyo. Kama hii tabia ikiendelea, ujue mkataba wako utavunjika na hela utazipoteza. Kwa hiyo inabidi upambane, ukazane ili uweze kujiboresha. Na ndio maana ya huu mwongozo, tunataka dada aweze kufanya kazi zake kila siku, azidi kuwa bora. Kama unataka kulipwa zaidi, usipoteze dhamana yako ukiwa kwenye mradi wetu. Lakini pia ukitoka traditional dada uende smart dada, na ukitoka smart dada uende professional dada. Tumekupa nyenzo hii hapa. Lakini sasa ni kwa yule ambaye anadhamiria kwamba nataka kutoa huduma bora, nataka niende viwango vingine, nataka kwenye hizi kazi nikusanye kiasi changu fulani niende nikafanye biashara fulani. Na hii inakusaidia sio tu kwenye kazi za ndani, inakupanua zaidi
hata ukitoka kwenye kazi za ndani unaenda kwenye biashara zako zingine, huu mwongozo unakusaidia namna ya kuhakikisha hautarudi nyuma tena. Maana kuna wadada wanatoka kwenye kazi za ndani siku 2 siku 3 karudi tena. Anatoka kwenye kazi za ndani anaenda kuanzisha kitu kingine siku 2 3 karudi tena. Hiyo yote inatokana na nini? Maarifa. Watu wangu wanaangamizwa wakosa maarifa. Kwa sisi tumewaandalia maarifa mazuri sana ambayo yatakusaidia ukiwa kazi za ndani na hata nje ya kazi za ndani na hata kama unafanya kazi sehemu nyingine. Okay? Kwa hiyo nimejibu, lakini nimetoa pia na elimu ili uelewe, maana kuna wengine wanasema wanakata hela, wanachukua hela. Hapana, si hatuchukui hela, ila mna ahadi za kitapeli wengi. Kwa hiyo mabosi wanalipia hizi gharama ambazo tunaweza kuendesha mradi wetu, kama tulivyosema, gharama zote tunalipa kwa hela ambazo mabosi wanalipia huu mradi. Tuandalie watu wazuri, waaminifu, waadilifu, wachapakazi ambao wataenda kukaa nao vizuri. Alafu wewe unaenda kwake unakaa miezi 2 3 unaondoka. Nani anaonekana tapeli? Sisi hapa. Kwa hiyo ndio maana tukasema sasa ijulikane tapeli nani. Wewe ambaye unaenda unakaa miezi 2 3 utakosa hela yako. Bosi tutampa dada mwingine. Kwa hiyo sisi siku hizi hatuna ugomvi na bosi. Hakuna bosi ambaye anatulalamikia tena toka tulipo introduce hichi kitu kinachoitwa nini? Dhamana. Lakini zamani tulikuwa hatuna dhamana. Mungu wangu, nilichafuka. Joyce Kili tapeli. Anakuletea dada, siku 2 kaondoka. Anakuletea dada. Na kweli wadada walikuwa wanaondoka balaa. Yaani walikuwa ni wanaondoka haswa. Lakini baada ya kuja kupata hii nani ya dhamana hii, tumewakomesha. Wamekaa huko wanalalamika, wale wanachukua hela yangu. Tunachukuaje hela yako? Mahakama zipo, polisi zipo, mabaraza haya ya kata yapo, wajumbe wapo, serikali ipo. Tuchukue tu hela yako hivi? Sio kweli. Hapana, sisi tunakwambia tu wewe nenda tu na mkataba wako popote pale unapotaka kwenda. Ni mahakamani, ni polisi. Mwingine alienda sio chama cha wafanyakazi wa ndani, chodao juzi. Yaani tunawaambia tu mheshimiwa, hebu chukua mkataba wa dada hapo. Kuna kipengele hiki na hiki na hiki na hiki. Umekiona Sasa huyu dada amesitishwa kazi kutokana na utomvu wake wa nidhamu na utendaji mbovu wa kazi. Sasa sisi tufanyaje? Sisi tumempeleka kazini. Kazi hawezi kufanya. Utamlazimishia mtu akae nyumbani kwako na unamlipa mahela mengi? Yaani anataka kujilazimishia tu akae pale awe analipa kwa sababu kasaini mkataba. Hapana, mkataba wetu unasema kama bosi atakuondoa kazini kwa sababu ya utovu wa nidhamu, unakuwa na nidhamu mbaya kama yule dada mshenzi wa juzi alikuwa anamjibu bosi wake, "Mimi ni TANESCO, kaulize TANESCO." Matabia gani hayo ya kijinga jinga afu nataka ukae hapo kazini? Hapana. Hatuna yani sio hapo. Sio hapa. Sio hapa. Okay, kwa hiyo utovu wa nidhamu, ukashindwa kuwa na adabu na heshima kazini. Ukashindwa kufanya kazi. Okay? Ukashindwa kuwa ni mtu unayojiongeza, unajisukuma, unajistretch. Lazima ujistretch ndugu yangu. Huwezi yani ukaa tu umelegea hivi unatarajia uwe mpambanaji. No, lazima ujistretch, ukomae, upambane. Kama mimi ninavyopambana hapa. Unaona nafanya hivi nasikia huko kuna umauma lakini nakomaa bado naendelea kwa sababu bado nina kazi na nyie hapa. Bado inabidi nijibu maswali yenu. Unapambana, unakomaa. Ndio hivyo. Kwa hiyo kuna hivyo vipengele. Haukai tu kazini kwa sababu wewe umesha saini mkataba. Ni lazima utoe thamani inayohitajika. Kama wewe ulienda kama professional, utoe huduma ya kiprofessional. Kama ulienda kama smart, utoe huduma ya kismart. Kama ulienda kama traditional, pia utoe huduma inayoendana na traditional, mtu anayekuwa. Hata mimi traditional hapa sitaki wale ma traditional wanaozunguka kwenye kazi za ndani miaka nenda rudi. Mimi nataka traditional aina ya superwoman Joyce Kili ambaye alifanya kazi miaka 2 tu, akamalizana na kazi za ndani, akaendelea na ujasiriamali. Na leo nimefika mahali nilipo. Hao ndio traditional nao wataka. Kwa hiyo ndio hivyo. Hautoi hela mbele lakini ni kama lazima, yani kuna commitment. 1 year utuahidi unafanya kazi na sisi na ufanye kazi kwa ubora. Hiyo mwaka mmoja. Kwa hiyo usipomaliza mwaka hapo lazima utakatwa hela. Kwa hiyo utakuwa umelipia gharama za kuchangia mradi wetu. Okay, na imani umeelewa Haya. Mai mfanyakazi wa kazi za ndani mshahara shingapi nimeelezea kwenye hii video. Au professional analipwa 500,000 ambao ni wale wataalamu wamesomea malezi au mapishi au usafi. Akija kwako
una nyumba yako unakuwa kama uko hotelini, yani unahudumiwa kama umeenda hoteli ya nyota 5, maana sio tu hotelini, hoteli ya nyota 5. Okay, unasikia kabisa yani unaishi. Hao ndio professional. Smart wanalipwa 300,000. Hawa sio wa kusimamia. Kama we ni mtu una mishemishe zako, siku hizi kwanza hata wamama nao wako nyumbani, lakini hawajishughulishi na hizo kazi za ndani, sijui kupika, kufua nini, na wako nyumbani hapo hapo. Wako zao TikTok, Instagram, wapi wanaangalia vitu vizuri hivyo yani. Ndio maisha. Kama una hela, weka watu wa kurahisishie maisha. Dunia imebadilika. Hii sio ile dunia wanawake wanafanya kila kitu, kusugua masafuria, kufua maboksa, kupika, kufanya. No, maisha yamebadilika. Watu sasa hivi unapata hela, why usitumie hela hizo zikarahisisha maisha yako? Baadhi ya kazi ambazo kuna watu unaweza ukawapa kukusaidia, why not? Kwa hiyo smart ni dada ambaye huhitaji kumsimamia. Mwanzoni tu anapokuja kwenye nyumba yako, unamwelekeza kila kitu kilipo na matarajio yako na unachokitaka. Baada ya hapo smart anajiongeza, analipwa 300,000. Traditional ni kama una energy ya kumsimamia na kumwelekeza na kumfundisha, huyo analipwa 150,000. Kwa hiyo hiyo ndio mishahara yetu ya hapa Wadada Center. Nafikiri kama nimemaliza vile. Dada, nilikuwa naomba niunganishie wanaotaka vyeti vya kuzaliwa. Nimependa sana hii kwa sababu huwezi kuamini, tumeshapata wateja ambao wanataka wadada wasafiri na ndege. Sasa wadada wengi bwana hawana NIDA, hawana passport. Mimi nikasema hebu ngoja nianze mchakato wa harakati za wadada kupata hivi vitu ambavyo vitawawezesha kuweza kusafiri, usafiri wa anga. Kwa hiyo hii idea yako ya kwamba unataka nikuunganishie wapate vyeti vya kuzaliwa, na nafikiri wengi si vyeti hawana. Maana hata sisi hapa tunatumia barua za serikali za mtaa, lakini tunahakikisha tunazimonitor. Yaani ile barua lazima itoke kule itoke huko anakozaliwa kwa ndugu zake, na tuhakikishe hao ni ndugu zake, either mama, baba au wale ndugu wa kuzaliwa. Kwa hiyo ndio namna ambavyo tunahakikisha hii barua ina uzito. Lakini dada akibeba tu barua yote akija nayo hapa, wanarudishwaga, wengi wanarudishwa. Tukiangalia barua imekaa kijanja tunakurudisha. Lazima tujue ulikozaliwa, ulikotokea. Hata kama ulikuwa unaishi Dar es Salaam lakini wewe ni mtu si wa Kigoma, lazima huko Kigoma ndugu yako atokee huko, tumjue, tuhakikishe yani tumejua wewe ni mtu salama. Kwa hiyo kuna hiyo opportunity kubwa tu. Wadada wa kazi wanahitaji NIDA, wadada wa kazi wanahitaji hivyo vyeti vya kuzaliwa, wadada wa kazi wanahitaji wawe na passport. Kwa hiyo na nafikiri labda kikubwa sana NIDA. Na NIDA siwezi kupata mpaka uwe na cheti cha kuzaliwa, au inakuwaje? Okay, good night. Utaamka vizuri kesho? Tawai? Hai. Kwa hiyo nafikiri ndugu, tutafutane. Umeona namba zetu zile ambazo ziko kwenye profile. Tuandikie hiyo message hiyo kwamba andika tu message fupi kwamba tulikuwa live hapa, ulikuwa unataka tukunganishie na watu ambao wanataka vyeti vya kuzaliwa. Tutajua pa kuanzia ili tuweze kuwasaidia wale ambao wanahitaji hivyo vyeti wapate na viweze kuwasaidia kupata NIDA. Kwa sababu wadada kiukweli wanahitaji NIDA. Yaani mimi huwa nasikitika, bosi anasema mimi nataka dadangu apande ndege. Yaani jamani, sema sina hela, usisema hakuna hela. Huu mradi umenionyesha vitu vingi. Mtu anasema dadangu akazi nataka apande nini? Ndege. Ni sasa dada ndio hivyo ana karatasi yake ya serikali ya mitaa ambayo ya poti inakuwa ni mtihani. Kwa hiyo jamani, sasa hivi inabidi tufanye kampeni ya wadada wa kazi waweze kupata NIDA. Wakipata NIDA, kupanda ndege itakuwa rahisi. Okay? Haya. Kwa hiyo ndugu Prince, sijui utakuwa umeelewa, si ndio? Njoo kwenye simu. Nenda kwenye simu zetu, andika ujumbe huo, wao wataweza kufuatilia. Vyeti vya watoto unaweza kunisaidia kupata vyeti vya watoto?
Haya, nafikiri huyo unaongea na huyo ambaye anasema ana nani, huyo ambaye anatoa hivyo vyeti vya kuzaliwa. Huduma yako nzuri, ila wadada wanajisahau. Wakishafika kazini, yeye na simu na yeye, mpaka anasahau kazi. Sasa ndio maana nikawatolea huu mwongozo ambao hata we bosi unatakiwa uonyeshe kwamba uonyeshe interest. Kwa mfano hata workshop, nyie sikilizeni workshop zetu zilivyo za moto, na msikilize namna ambavyo tunafanya maamuzi pale ambapo wanakuwa wanalegalega, wanajisahau, alafu wanataka kujifanya wao ni victim. Yaani unafiki, kutaka kujifanya wanaonewa. Unajua ilishajengeka hiyo perception kwamba wadada wa kazi wanaonewa, lakini ni washenzi, wengi ni washenzi kweli kweli. Yaani anakuja anafanya makusudi mazima kabisa, alafu baadaye anaanza kujiongesha kama malaika, kama vile yeye ndio kaonewa. Hakuna mtu anakuondoa nyumbani kwake kama we kweli unampa huduma na msaada anaohitaji. Wadada wa kazi ni wasaidizi, mnakuja kusaidia. Kama unatoa msaada kwenye hiyo familia, hakuna mtu atakuondoa, hakuna mtu atakulalamikia. Ukishaona mtu anakuondoa kwake, anakuwa hafurahi huduma yako, jua bado hujatoa ule msaada unaohitajika. Na hicho ndicho kitu kikubwa nilichowaambia humu, kwamba wengi mnataka pesa, hamtaki kuzifanyia kazi. Kwa hiyo ndugu yangu, sisi tunatoa elimu, na hili ni janga la kitaifa. Hili ni janga la kitaifa. Jitihada zetu tunazifanya kama mnavyoona, na ndio maana tunaziweka hadharani ili muone sisi party yetu tunayo play. Sasa upande wa dada na yeye lazima awajibike. Sisi tukishamuelimisha, tukishamuongoza, tukishampa nyenzo zote, sisi sasa kosa letu linakuwa liko wapi? Ndio maana sisi inakuwa tu hukumu yetu ni kwamba akishindwa kudeliver tunamuondoa, tunakupa dada mwingine. Sasa unakuta bosi naye anang'ang'ana, mimi sipendi kubadilisha wadada. Sasa utalazimisha mtu ambaye hataki kubadilika? Bana, wanakuja hapa kama kondoo vile. Wamevaa mangozi ya kondoo, lakini wengine ndio hao wana matabia ya ajabu ajabu. Utakaa naye tu useme kwa sababu mimi sipendi kubadilisha dada. Hizo mentality inabidi tubadilishe. Sisi tunawaambiaga mabosi, ikibidi kubadilisha dada hata 10 20 badilisha. Upate mtu ambaye anakupa amani ya moyo ndani ya nyumba yako. Na watoto wako uambie, usiwe unaambia tu ni dada, huyu ni ndugu yetu, waambie huyu amekuja kutusaidia kazi, kuna siku ataondoka. Kwa hiyo watoto siku dada akiondoka, wanakuwa hawana attachment naye. Wanakuwa hawaumii sana kwa sababu ni kitu walikitarajia, ulishawaambia dada amekuja anatusaidia kazi, kuna siku ataondoka nyumbani kwao. Vizuri tu, kwa heshima, sio kwa kuwadharau, sio kwa kuwafanya wamdharau dada, hapana. Wajue tu kwamba ni mtu ambaye amekuja anawasaidia nyumbani. Lakini sasa ndio hivyo. Kwa hiyo ni changamoto ndugu yangu. Huduma yangu ni nzuri na ni nzuri kweli. Wala sio uongo wala sijisifii. Kwa sababu hii huduma bwana, mimi viwango vyake nimeviweka pale, vinaenda kwenye neno la Mungu. Kama unavyonisikia kila siku mahubiri yangu, nayo waambia wadada, mafundisho yangu yote miongozo yake inatoka kwenye neno. Kwa hiyo lazima yawe mazuri. Huwezi ukawa yani content yako unaialign na neno la Mungu alafu ikawa mbaya. Hicho kitu hakipo. Ndio maana nawaambia hata wadada, ukifanya kazi yako ukiwa unaialign na neno la Mungu, yani unafanya kazi kana kwamba Mungu ndio anayekuona, sio mwanadamu, hiyo kazi yako lazima itakuwa nzuri sana. Lazima ufanye kazi ambayo iliyotukuka. Kwa hiyo mimi na play part yangu vizuri tu, na ndio maana wadau hawakosi kuja, kwa sababu wanajua intention yetu sisi ni kuwasaidia wadada na kuwabadilisha na kuleta mapinduzi kwenye sekta ya kazi za ndani. Ila tu wao wenyewe ndio bado hawajaamka, bado wako usingizini, wanataka kwenda na matabia yale ya kizamani. Ila with time hauwezi ukachange kitu mara moja. Haya ni mambo ya generation, inabidi uanze kupandikiza kwenye vizazi, uende taratibu mpaka uweze kuja kubadilisha culture. Wadada wa kazi waanze kuiona hii ni professional, sio kitu cha siku moja. Yaani hii sasa ndio tunaanza sasa kupandikiza kwa watoto wetu, si ndio? Sijaelewa. Wengine huku ni wambea, wanahangaika na tumbo langu. Mavanzi, jamani, Lea, unasema vipi mavanzi? Sijaelewa mavanzi ndio nini? Dada, mimi natafuta kazi, niko Mwanza. Hii video itakuelekeza vizuri kwa wale mnaotafuta kazi.
Nitajitahidi sana nitajitahidi sana nione kama hii video naweza kuirudia. Dada Sofia, narudi tena. Sijui nani huyo. Uko vizuri, muwe mnawapima afya kwa ujumla, kozi wanalea watoto wadogo. Ya utaratibu wetu ni kwamba kwa mtu ambaye anahitaji dada wa malezi kwa ajili ya kwenda kulea watoto atuambie ili tuweze kufanya hizo process. Yeah. Vipi kuhusu mavazi, ni juu yangu au ni juu yenu? Yaani nyinyi mnapenda mteremko bwana. Mavazi ni juu yangu, ni juu yenu. Mtafutie na mavazi na nguo za kuvaa nje nikuvalishe. Nguo za hapa ni hizo shati nyeupe unazoziona, lakini nguo zako unazokuja nazo lakini ni nguo za heshima. Unakuja hapa na nguo za heshima, ukifika hapa begi lako utalifungua, tukague. Maana tuligundua kuna wadada wanakuja hapa na crop top, wanakuja na vinguo vya ajabu ajabu vya kuwavalia mabwana zao. Kama mimi ninavyomvalia mume wangu, lakini niko kwangu, niko kwa mume wangu. Mabosi zenu wa kike huko wako kwa waume zao, wako kwenye familia zao. Wewe unaenda kuvaa kivazi, unamvalia nani? Bosi wako anamvalia mume wake, mimi namvalia mume wangu, wewe unamvalia nani? Kwa hiyo wadada wanakujaga hapa na vinguo vya mitego hivi vya kujishambandua kwa waume za watu. Kwa hiyo tukikukamata tukakugundua, uingii kwenye mradi wetu. Kwa hiyo huwa tunawaambia mje na nguo za heshima. Okay? Hizi zinazovaliwa hapa ni za kituoni, ni sare hapa kituoni. Lakini wewe unakuja na nguo za heshima kwa ajili ya kwenda kazini. Unaenda kazini, uendi kwa bwana yako. Wala uendi kwako. Kwa hiyo huwezi kwenda kuvaa unavyotaka. Pale ni kazini. Watu wote ambao wanafanya kazi kuna dress code za kazi wanavaa. Dada Joyce, nahitaji kazi. Dada, wewe unahitaji dada Sawa, nimesema mawasiliano ya simu ndio mawasiliano rasmi. Wewe unataka kazi, wewe unataka dada. Ingia kwenye profile yetu, kuna namba zetu za simu. Tuma tu ujumbe wako kama hivyo. Dada Joyce, nahitaji dada wa kazi za ndani wa kulea mtoto mmoja. Ofisi itakupigia simu. Ukisema mimi nahitaji kazi, ofisi itakupigia simu, itakupa maelekezo. Mnapoenda kutafuta kazi kwa Joy, hakikisheni mmenyooka kama malaika. Ukikosea, aibu ni juu yako. Ndio hivyo. Lazima tuelekezane, tufundishane kwa lengo la kusaidiana. Bila kuweka hivyo, hatuwezi kupembua pumba na nini? Pumba na nini? Na mchele. Nataka dada wa kazi, nipo Mwanza, nimeshaelezea jinsi ya kupata huduma kwetu, aidha ni kazi au ni dada. Wasiliana kwa simu. Simu ndio mawasiliano yetu rasmi. Kwa hiyo mida hii huwezi kutupata usiku huu. Tumeshafunga ofisi. Muda wa kuwasiliana na sisi ni asubuhi saa 2 mpaka saa 12 jioni. Hiyo ndio mida yetu ya kazi. Ukituma message utapigiwa simu. Ukipiga simu kama haziko busy utapokelewa, utahudumiwa. Kwa hiyo tuwasiliane kwa njia rasmi kwa wale ambao mnahitaji huduma. Aidha unataka dada au unataka kazi. Okay? Nimependa sana mdau aliosema ukienda kwa Joyce wewe umenyooka. Na hiyo ndio kitu ambacho, na hiyo ndio nafikiri ndio brand ninayoijenga. Itafika mahali dada ambaye anakona hapa hatakuja kabisa. Ndio maana nafanya hivi ili kuonyesha, kwa sababu alikuwa amezoea kwenda huko na kunipakazia, kunitangazia ubaya. Yule ni tapeli tu. Sasa hivi nilisema sasa nitawakomesha. Tutajua tapeli nani. Kwa hiyo mtu akija na makando kando yake, namweka hapo kwenye kipindi. Ilikuwaje? Imekuwaje? Kimeendaje? Kikawaje? Mwisho wa siku tunajaji. Kwa hiyo sasa hivi kauli za tapeli zimepotea, sijazisikia toka nimeanza kufanya hichi kipindi intentionally, kwamba changamoto zinazotokea kwenye huu mradi tutazifanya ni sehemu ya mafundisho kwa jamii. Kwa hiyo sasa mmegeuza, siku hizi mnasemaje? Huyu anakandamiza sana wadada, anapendelea mabosi. Yaani badala mkemee matabia mabovu ya hao wadada ambayo mmehangaishwa nayo kwa miaka mingi. Badala hata mshukuru kwamba mmepata mtu ambaye sasa anakemea hizo tabia chafu ambazo hazifai.
ili hawa wadada wajirekebishe. Eti sasa hivi mnachoshikilia ni kwamba Joy anapendelea sana mabosi. Yaani kila siku yuko na mabosi. Yaani yuko tu upande wa mabosi. Si analinda ugali wake? Sasa unataka nilinde wa nani? Unataka nilinde ugali upi nisipolinda wa kwangu? Mungu ameshatuelekeza kwamba hawa tutii mamlaka, maana hizo mamlaka ndio zinatupa ugali. Kiongozi wako ndio hivyo, inabidi umtii, inabidi umheshimu. Sio maelekezo yangu, ni maelekezo ya neno la Mungu. Na mimi nalitii neno la Mungu. Wewe unataka ukafanye kazi kwa bosi wako bado umletee ujeuri wapi? Hapana. Kwa hiyo wewe kama huwezi kutii mamlaka, mimi natii mamlaka. Natii mamlaka ya bosi wangu, mtu ambaye ananilipa, ananipa kazi, nimwandalie dada, nimtafutie mfanyakazi, afu tena ukamsumbue. Yaani akulipe hela. Uko nyumbani kwake, unakula unalala.